Leo na jambo lingine sio refu sana. Andika, usichoke na kukata tamaa, asubuhi imefika. Usichoke na kukata tamaa, asubuhi imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tutasoma kitabu cha Hosea sura ile ya 6 mstari wa 2 na wa 3. Neno la Mungu linasema hivi: baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyweshavyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niombe kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakubariki Mungu mkuu, ninakutukuza Mungu mwenye enzi yote, ninakuinua Mungu wa kweli, Mungu mwaminifu, wewe ambaye unaishi na kutawala milele yote, unatawala mbingu, unatawala nchi. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana, asante kwa ajili ya ujumbe huu wa neno lako. Naomba ulibariki neno lako sasa, ubariki ujumbe huu sasa ambao Bwana unapenda kusema na kila mmoja wetu. Fungua masikio ya ndani ya kila mmoja, achilia neema ya usikivu wa kila mmoja akapata kusikia neno lako Bwana. Utukuzwe Mungu, kwa sababu ni Mungu unayetenda, ni Mungu unayetuwazia mawazo mazuri, mawazo ya kutupa amani, mawazo ya kutupa tumaini katika nyakati tulizo nazo. Kwa jina la Yesu, uwepo wako ukawe mwingi Bwana, na utukufu wako ukawe mwingi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ujumbe huu wa neno la Mungu unalenga kukutia moyo wewe ambaye unaelekea umechoka. Ujumbe huu wa neno la Mungu unalenga kukutia moyo wewe ambaye labda uko katika hali ya kukata tamaa. Ujumbe huu wa neno la Mungu unalenga kukuinua wewe ambaye umeinama. Ujumbe huu wa neno la Mungu unalenga kukupa nguvu ya kuendelea mbele wewe ambaye unaona kwamba husogei, lakini iko neema ya Mungu kwamba unakwenda kupiga hatua na unakwenda kusogea, kwa sababu neno la Mungu ni uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inawezekana katika maisha ya kumwishia Mungu unafika mahali umechoka. Inawezekana katika maisha ya kumwishia Mungu unafika mahali unaona kwamba siwezi kupiga hatua. Inawezekana katika maisha ya kumwishia Mungu unafika mahali unaona kwamba kwa nini sasa nimeokoka. Lakini neno la Mungu liko hai, neno la Mungu lina ukweli, neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu linainua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuchoka na kukata tamaa mara nyingi kunatokana na mtu kuona matarajio aliyokuwa nayo yanachelewa. Kuchoka na kukata tamaa mara nyingi kunatokana na mtu kuona kile ambacho alikuwa anatarajia kionekane katika mikono yake akionekana, kionekane katika maisha yake akionekana. Mtu anafika mahali pa kuchoka au kukata tamaa. Kuchoka kunatokana na mtu ambaye alikuwa anasubiri jambo fulani kwa muda mrefu, halafu lijaonekana. Huyo mtu anaweza kufika mahali akachoka na kukata tamaa. Bwana asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie, sio mpango wa Mungu uchoke na kukata tamaa. Haleluya. Sio mpango wa Mungu uchoke na kunyanyua mikono. Unamkumbuka Elia alikuwa na safari anakwenda, akafika mahali akachoka, akata tamaa, akasema kama ndio hivyo Bwana uitoe roho yangu. Alichoka, alikata tamaa, akalala chini ya mti. Mungu akamwambia hapana, sio wakati wa kuchoka, ni wakati wa kuendelea mbele. Unajua, ukichoka na kukata tamaa unaweza ukatoka nje ya mstari. Unaweza ukatoka ukapoteza mwelekeo. Unaweza ukapoteza mwelekeo wa kumwabudu Mungu. Unaweza ukapoteza mwelekeo wa kujiunganisha na joto la wana wa Mungu. Unaweza ukapoteza mwelekeo ukajikuta kwamba imekuwaje, ngoja mimi nikae pembeni maana sioni kitu. Hapo unakuwa umetoka nje ya mstari. Lakini ukikaa katikati ya mstari, hata kama unajisikia kuchoka lakini unaendelea mbele, bado liko tumaini. Sasa mistari tuliyosoma ya Hosea, nabii Hosea anawatia moyo wana wa Israeli. Amen. Anawatia moyo wana wa Israeli kwamba wamjue Mungu na wakaendelee kumjua Mungu bila kujali kuna nini, bila kuangalia kuna nini. Anasema ule mstari wa 3, nasi na tujue, naam,
tukaendelee kumjua Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Anawatia moyo wamjue na waendelee kumjua Mungu. Anawatia moyo kwenye mambo makubwa mawili. La kwanza, ule mstari wa 3 anasema kutokea kwake ni yakini kama asubuhi. Kwa anawatia moyo, anasema Bwana kutokea kwake yani ni hakika, ni yakini, kama vile asubuhi ambavyo lazima iche, asubuhi lazima pambazuke, ndivyo ilivyo kwa Bwana. Kutokea kwake ni hakika, ni kama asubuhi. Lakini anawatia moyo kwenye jambo la pili, anasema hivi, atatujilia kama mvua ya vuli inyweshavyo nchi. Sasa mimi ninapoangalia maeneo haya mawili ambayo Hosea anawatia moyo wana wa Israeli, ninawaona anawatia moyo katika tabia ya Mungu isiyobadilika. Bwana asifiwe sana. Asubuhi haiwezi kubadilika yake kuwa asubuhi. Ndivyo Mungu alivyo. Mungu habadiliki. Asubuhi iweje, asubuhi itakuwa asubuhi tu. Kwa hiyo anatutia moyo, anakutia moyo kwa kumwangalia Mungu na tabia yake isiyobadilika, kwa kuchukua mfano wa uumbaji wake, ya kwamba asubuhi itakuwa asubuhi tu, atatokea kama asubuhi, ambavyo ni hakika asubuhi itakuwa asubuhi. Usichoke, usikate tamaa. Umechoshwa na nini? Umekata tamaa kwenye eneo gani? Inua moyo wako, kwa sababu kutokea kwa Bwana ni yakini kama asubuhi. Hata ambaye unatufuatilia kwenye mtandao, inawezekana umepita kwenye maeneo fulani magumu, inawezekana unapita kwenye maeneo fulani mazito, ya kwamba umekata tamaa, unapita kwenye mapito fulani, lakini nataka nikwambie hivi, Bwana atakutokezea kama asubuhi. Lakini anasema pia atatujilia kama mvua ya vuli inyweshavyo nchi. Unajua, tunaweza tukayatabiria majira. Mungu kama vile ambavyo unajua majira yanayokuja ni majira ya vuli. Amen. Majira yanayokuja ni majira ya masika. Unajua kabisa mwezi wa 3 kuna kuaga na masika, si ndio? Unajua kabisa mwezi wa 10 kuna kuaga na vuli. Vile ambavyo unatabiria habari ya hali ya hewa, ndivyo ambavyo Mungu wetu unaweza ukamsubiria kwa kumtabiria kwamba atatokeza kama mvua. Bwana asifiwe sana. Atatokeza kama mvua ya vuli. Kama mvuli inakuja, Mungu wetu naye atakuja. Kama masika anakuja, Mungu wetu naye atatujilia. Na akija aje tu, anakuja na kutumwagia mvua ya baraka. Kwa hiyo walikuwa, baada ya kutiwa moyo, wakawa na uhakika hawa wana wa Mungu. Wanasema, Hosea anaambia atatujilia, Hosea anaambia atatokeza kama asubuhi. Sasa hebu ondoka kwa wana wa Israeli, rudi kwako wewe na mimi, rudi kwako. Tusikae tena kwa habari ya Wanaisraeli na Hosea. Hebu rudi kwako sasa. Ujumbe huu Hosea aliuelekeza kwa wana wa Israeli, lakini leo anasema na kanisa, anasema na mtu ambaye yumkini amechoka, mtu ambaye yumkini amekata tamaa, mtu yumkini ambaye haelewi inakuaje. Hili neno ni la mtu wa aina hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea mbele, usikate tamaa. Endelea mbele, usichoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine kusema kwamba kumtumikia Mungu mimi bwana basi, ibada mimi mwana basi, wacha mbona sio lolote. Nasema hivi, endelea mbele katika kumtumikia Mungu. Endelea mbele katika kutafuta uso wa Bwana. Endelea mbele katika kumheshimia Mungu. Endelea mbele katika kumpendeza Mungu. Endelea, kwa sababu kutokeza kwa Bwana ni yakini kama asubuhi. Kutokeza kwa Bwana ni yakini kama mvua ya vuli na mvua ya masika. Ni yakini. Endelea mbele, usichoke. Malaki sura ya 3 tutasoma mstari wa 13 hadi wa 18, alafu tena tutasoma Malaki sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 3. Tutasoma hiyo mistari miwili kwa pamoja, hayo mafungu mawili ya neno la Mungu kwa pamoja. Anasema hivi, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mstari wa 4, mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam, watendao uovu ndio wajengwao, naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao.
16. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa watu wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo. Naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya mwenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Sura ya 4 mstari wa kwanza tunaendelea. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi, nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Mstari wa pili anasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina la Bwana, jua la haki litawazukia, yeye lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini, nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui unaelewa nini kwenye mistari hii. Amen. Sijui unaposomaga au kama usomagi tuliposoma sasa hivi umeelewa nini.